Ndugu yangu, vipi bwana? Safi bwana, sijui wewe ndugu yangu. Mimi bwana namshukuru Mungu bwana, nimetoka hapo bondeni kidogo kukatakata kuni kidogo. Nyamaza mtoto wangu, nyamaza. Sasa kuna jambo moja. Kala kweli huyu mnyesha uji? Uji kanywa, akisa simpika nyenye wanaume ndio hivyo mshingo nyenye mbichi labda. Pole sana ndugu yangu. Sasa kanya huyu. Bwana ndege mwema? Naomba nisikilize bwana. Nakusikiliza. Akisa simpika nyenye wanaume ndio hivyo mshingo nyenye mbichi labda. Pole sana ndugu yangu. Sasa kanya huyu. Bwana ndege mwema? Naomba nisikilize bwana. Nakusikiliza. Naomba lile jambo lifanyie kazi nilikwambia ndugu yangu. Nyamaza. Muona ndugu yangu? Bwana. Na bwana na kingine jua hili kali bwana, mtoto shangilia joto bwana. Na sije na mavuli. Sasa mimi naomba jioni tukutane. Basi sawa ndugu yangu bwana. Tukutane maana tayari hapa mjomba kesha kupepea kelele tena. Unamjua? Unajua bwana mambo ya wanawake ya ndugu yangu. Sasa mimi bwana maliza kipande changu hiki. Na mimi nitakutafuta. Fanya hivyo ndugu yangu. Maana yali ndugu yangu nateseka ndugu yangu. Maana mtoto angetaka zaka na mama yake nyumbani. Mateso haya. Ile yatakwisha tu. Basi haina shida ndugu yangu. Kazi njema bwana. Ndio unashukuru bwana. Haya bwana, ila ufanyia kazi hilo jambo bwana. Basi poa ndugu yangu bwana. Mimi nipo namalizia hapa. Mtoto kisha kulia bwana nenda kwa mama yake. Nyamaze. Basi twende kwa mama bwana nenda kwa mama yako. Huyu ndio atakuwa huyu si ndio kamliza huyu. Music Studio. Mwanamke vipi? Wewe. Kaa. Yuko vizuri. Mama mshike mtoto. Bana kama hajakunywa nini? Hajakunywa haya hapa. Hebu kaa vizuri sana. Shughuli. Kaa hapa. Kwa mdomo unywe. Mwana huyo. Njoo dada, njoo. Haya, mama. Basi dada. Kunywa maji na wewe. Unataka kuliaga huyu. Waka amefungulia speaker redio vile. Mpaka beti lishe. Ndio lazima. Unaambia kutoka kusuka ya fadhali. Pole. Utapona tu mke wangu usijali. Haya mwanao huyu hapa.
Kaa vizuri sasa hapa. Kaa vizuri hapa. Wewe kamchukua soda yake. Bwana ndege mwema, naomba nisikilize bwana. Nakusikiliza. Naomba lile jambo lifanyie kazi nilikwambia ndugu yangu. Sasa kuna jambo moja mimi nanikushauri ndugu yangu bwana ndege mwema. Sawa? Kuna mganga ambao ni mzuri sana. Mganga? Mganga ndio. Ni baba swala mganga bwana Jane mame. Kuna mtu kanyea kilinge, lakini nimeshakirekebisha. Naona kabisa kuna wateja wanakuja. Kaa chini kijana wangu. Wanivuke bali za bali kaonane na Bwana Mola nitimbe mziziga. Mnyonyo ndio dawa, mnyonyo, nyonyo, nyonyo ndio dawa, nyonyo, nyonyo, nyonyo ndio dawa. Umbea tu. Utakutwa hapa unacheza kilingeni. Wadi wenyewe. Ni wewe ulionidhulumu umerudi tena. Wamesha kufanya tayari Kaa chini hapo. Taratibu wa kulungwa. Taratibu wa Mungu, taratibu. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Kijana, unaogopa nini? Hapa ndo kwa jini Maimuna, jini mishauzi. Najua una matatizo makubwa sana, lakini mimi siwezi kuyaelezea kwa sababu nakuona una hata hela. Lakini hizo ndevu zako nimekupenda bure. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Wewe ulizulumu kilinge hiki. Umefuata nini hapa? Mganga nimemleta ndugu yangu na matatizo. Ulizulumu kilinge hiki wewe? Mganga ni saa ile ilikuwa au wameshakumu? Ile ni mistake tu mganga. Samahani mganga, nimemleta ndugu yangu na matatizo. Naye aje kunidhulumu si ndio? Hapana, ile ni mistake tu ndogo, tumejirekebisha. Nakatete, weka mtete meyakatete. Kumoso ni kalikoma mwene na kulume ni sopo la senga. Kijana, huyu ndugu yako na matatizo makubwa sana. Matatizo kweli ninayo mganga, ninayo matatizo. Tena nayajua bila kunisimulia. Kama kweli sema tawile.
Tawile. Tena nitamsimulia bila kunieleza. Tawile. Huyu mke wake atembei huu mwaka wa 3. Kama kweli sema Tawile. Kweli mganga. Ulijuaje? Tawile. Tena iko kitu sio chake. Na hiyo kitu hakuwekewa yeye. Aliyekewa Mwanazagamba kutoka mjini Ngumbalo. Chobo zake tu, lakini haina shida. Kupitia kilinge hiki tunakwenda kumtibia au vipi? Tawile. Tawile. Mganga. Gharama mtaziweza? Mganga. Si tutaziweza, tunaomba tusaidie. Maana ndugu yangu anapata shida sana. Naomba msaidie. Sasa kabla mjapoteza muda, kamleteni mgonjwa, lakini gharama zake. Nataka jogoo shoga. Sema Tawile. Sasa hiyo vitu hivyo huyo jogoo shoga sitampata wapi? Jogoo shoga utampata wapi? Samaki mpaka wanja. Sasa mganga, Makubwa. Naomba tusaidie wewe, ndio maana tumekuja kwako. Lete milioni 5. 5. Milioni 5. Nimekwisha. Mganga, wewe unabadilisha masheti yote yake. Hey. Mganga, tusaidie. Tumekwama. Maana unavyoona hapa, tumekwama. Ndio maana tumekuja kwako ili tusaidie. Hamtaki kupona nyie. Mganga. Hiyo milioni 5 mimi naweza nikapambana nikaipata. Nikienda kuuza maneno yote ya ulisi yale nikakuletea. Lakini mgonjwa wangu atapona kweli? Na kama hatopona, mimi kilinge na kiwasha moto hivi. Usinifundishe kazi. Kama una shida, usinichimbe mkwala. Nitakugeuza vota, ukwanguliwe mpaka na watoto. Kalete mgonjwa. Sawa mganga. Kaleteni mgonjwa hapa. Changamkeni. Sawa. Sawa mganga. Ni vocha. Tunapiga hela. Muda kwenda kwenye muda kwenda kwenye grupu. Wana grupu umechat nao leo? Wana grupu? Hapana mganga. Wanivuke bali zabani kaonane na Bwana Mola ni tim mzizi gani? Mnyonyo ndio dawa. Mnyonyo. Ndio dawa. Tuondoke. Tukapige hela zetu huko. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Ndio. Ngoja nikuchukulie kiti hapo basi. Achana nacho hata chini kali. Ndugu yangu, mbona Hapa kijijini ina mambo mengi. umevuruga sana? Dada. Kaka, shikamoo. Mambo jambo. Jambo, mbona kinyonge? Kawaida. Kwani kuna shida? Mambo mengine sijui wala ukuu ndio utajua. Mwenyekiti bwana, lengo langu nimekuja hapa mimi ni moja tu. Nataka unisaidie kwenye kuuza maeneo yangu. Yale mashamba ya kule bondeni. Zile kama za kule 5 zile. Na sasa ndugu yako umeongea naye? Kuhusu ndugu yangu nishaongea naye kwenye simu na hisi katika juzi na hisi niliongea naye nikamwelekeza kwa mashambani nataka niuze kwa tatizo langu nataka kufanya. Naye amelizia. Naye amelizia. Sawa, maana nimekuuliza hivi sio kwa nia mbaya. Ila nimekuuliza hivi nikiwa na maana kwamba ujue mmebaki wawili tu wewe na dada yako yule mdogo wako. Sasa kati yenu mkitengeneza tena vitu vya kuvizungukana na istoshe kwa maliza ulisi zinaletaga sana ugomvi.
mwisho wa siku tunaingia mashakani hadi sisi viongozi. Sio, unanielewa? Kwa maana nikataka nifahamu kuhusiana na hilo. Lakini kama umeshamuelekeza mimi naona haina shida. Mimi kitu wewe ondoa shaka. Swala hili lipo ndani ya uwezo wangu na yeye ni mdogo wangu. Nimeshamuelekeza na nashukuru Mungu huyo mdogo wangu ananijua mimi kakake. Kwa hiyo nimeelekeza kaelewa, kwa hiyo swala hilo limeisha tu. Kwa hiyo baadaye jioni nitakuita au asubuhi ya kesho. Huyo jamaa atapofika tu hapa unisaidie kwa swala hilo. Sasa basi wewe usio na wasiwasi kuhusiana na swala hilo. Mimi nipo hapa na hiyo ni moja sehemu ya majukumu yangu. Kwa hiyo usio na wasiwasi kabisa. Baba, mimi nashukuru sana. Na karibu sana ndugu. Kwa bwana usishangae muda wote nitakutafuta. Wewe usijali, namba yangu si unayo? Music Studio.